ameweka kiti chake cha enzi mbinguni. Ala, kumbe kuna mahali panaitwa wapi? Kuna mahali panaitwa wapi? Mbinguni. Ndio maana tunasema Baba yetu uliye mbinguni. Kumbe kuna mahali panaitwa mbinguni. Nisikize kwa makini. Mbinguni ndiko nakokaa Mungu. Sasa nisikize kwa makini, kwa sababu kiroho somo hili litakusaidia katika mambo mengi. Nilikuwa na maswali mengi kichwani. Nisikize kwa makini. Mbinguni ameweka kiti chake cha enzi. Kwa kuna kiti kinaitwa kiti cha enzi. Kitabu cha Isaya sura ya 6 mstari wa kwanza mpaka wa 3 anasema katika mwaka ule. Isaya 6 mstari wa kwanza mpaka wa 3 anasema katika mwaka ule. Ngoja tuangalie Isaya 6 mstari wa kwanza mpaka wa 3. Naomba tuende mbio kidogo. Isaya 6 anasema katika mwaka ule aliokufa mfalme Uzia na alimuona Bwana. Isaya ndio alimuona Mungu mbinguni. Akasema ameketi juu ya makerubi. Ndio tukajua la, kumbe mbinguni Mungu amekaa juu ya makerubi. Kwa ni kiti kabisa cha enzi chenye mamlaka. Anasema katika mwaka ule aliokufa mfalme Uzia na alimuona Bwana. Katika kiti chake cha enzi kuna kiti cha enzi. Sikiza kwa makini. Anasema kilicho juu sana na kuinuliwa sana, na pindo la vazi zake. Kumbe Mungu ana mavazi. Tuende taratibu. Zikalijaza hekalu. Endelea. Anasema juu yake walisimama maserafi. Au ni malaika ambao wana mbawa nyingi zaidi, sio kama unaona kwenye picha. Maserafi kila mmoja alikuwa na mabawa 6, sio bawa moja unaona tunaonyesha kwenye video. Anasema kwa mawili alifunika uso wake, na kwa mawili alifunika miguu yake, na kwa mawili aliruka. Endelea. Wakaitana kila mmoja wenzao akisema, mtakatifu, mtakatifu ni Bwana wa majeshi, dunia yote imejaa utukufu wake. Huyu ndio alimuona Mungu amekaa kwenye enzi. Nisikize kwa makini. Naongea kuhusu ufalme wa Mungu. Nisikize kwa makini sana. Nimekwambia kuna ufalme wa Mungu na ufalme wa mbinguni. Twende taratibu. Naomba Mungu akupe neema, usisinzie, ili unielewe vizuri, kwa sababu itakusaidia unapokaa na watu pia wanakuuliza maswali magumu kuhusu imani yako. Mtu mmoja alipata nafasi ya kwenda mpaka mbinguni, anaitwa Paulo. Kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 12 mstari wa kwanza na wa pili. Tuangalie aliona nini. Wakorintho wa pili sura ya 12 mstari wa kwanza na wa pili. Huyu jamaa alifika mpaka mbinguni. Ndio mmoja wapo kati ya watu katika Biblia hii ambaye aliweza kufika mbinguni, akiwa manabii wachache. Tuone aliona nini. Sikiza kwa makini. Anasema sina budi kujisifu ijapokuwa haipendezi. Ndio maana jamaa alikuwa anapenda sifa, akapata shida. Lakini nitafikiria maono na mafunuo ya Bwana. Twende mstari wa pili. Anasema namjua mtu mmoja katika Kristo, mtu yapata miaka kama 14. Anasema kwamba alikuwa katika roho sijui, kwamba alikuwa nje ya roho sijui, kwamba alikuwa ndani ya mwili sijui, Mungu ajua. Anaendelea. Anasema mtu huyo alinyakuliwa na akapokelewa au mpaka mbingu ya 3. Mbingu ya ngapi? Kumbe kuna mbingu ya kwanza, mbingu ya pili na mbingu ya 3. Nisikize kwa makini. Ninaongea Mungu akae mbinguni. Kwa kuna mbingu zimekaa chini ya mbingu. Ndio maana Mungu anakaa mbinguni, juu ya mbingu. Twende taratibu. Tuangalie kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza mstari wa kwanza mpaka wa 3. Taratibu. Nataka hiki tukileo kitakusaidia sana, kwa sababu nasema nakupeleka ufalme wa mbinguni. Mwanzo sura ya kwanza mstari wa kwanza mpaka wa 3. Sikiza kwa makini. Mwanzo sura ya kwanza anasema hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi. Watu wanasema sasa Mungu alipokuwa anaumba mbingu na nchi alikuwa wapi? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna mbingu ya kwanza, kuna mbingu ya pili, kuna mbingu ya Mungu alikuwa katika mbingu ya 3. Ukisoma katika Biblia ya Kiingereza imesema heaven. Kwa kuna heavens. Ukisoma Kiingereza katika Biblia ya Kiingereza inaongea Mungu akae in heavens. Sio heaven. Kwa sababu kuna mbingu tofauti.
Kwa Mungu anakaa juu ya mbingu. Iko mbingu ya kwanza na mbingu ya pili na mbingu ya tatu. Sikiza kwa makini. Anasema mstari wa pili, nao nchi ilikuwa ukiwa na utupu, giza lilikuwa katika vilindi vya uso wa maji, roho wa Mungu akatulia juu ya uso wa maji. Kwa Mungu aliumba mbingu, unaiona hii. Hii inaonekana ndio mbingu ya kwanza. Sikiza kwa makini. Inaitwa mbingu ya hapo Mungu akai. Huko kuna ndege, unaona ndege zinaruka, zinatembea, unaona wanyama wanapita huko juu, vitu mbalimbali. Hiyo mbingu ya kwanza. Nisikize kwa makini. Mbingu ya pili ni kitu kinaitwa cosmos, ambako ndio kuna nyota, kuna mwezi, kuna jua, kuna sayari zile 9. Wangapi wanajua sayari 9? Ziko ngapi siku hizi? Ziko na dunia ya 9. Au ndio nani? Ndio 8. Bwana, nimesoma siku nyingi Bwana Yesu asifiwe. Miaka mingi geography hiyo. Kwa ziko sayari 8. Kuna mtu mmoja anaitwa Elon Musk, anasema mwaka 2050 anataka kuhamishia watu wengine waende wakae huko sayari nyingine. Sasa sijui na utakuwa mmoja wapo. Haleluya. Kuna kinachozuia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ninaongea kuhusu mbingu ya pili. Kwa nimekwambia mbingu ya kwanza hii hapo unaiona. Ndio unasema hapo mbinguni. Ukienda na ndege utaona kumbe kuna mbingu nyingine juu. Hiyo mbingu ya kwanza. Kuna mbingu ya pili ambako ndio kuna sayari, kuna mwezi, kuna jua, kuna nyota. Alafu alikokuwa anasema mtumishi wa Mungu Paulo, anasema mbingu ya tatu ndiko aliko Mungu. Kwa ufalme wa Mungu sio ufalme wa mbinguni. Ufalme wa Mungu uko katika mbingu ya ngapi? Ya tatu. Huko ndio kuna malaika. Kuna watu wanaimba mtakatifu, 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 mtakatifu. Kuna wimbo mmoja unaitwa mtakatifu, mtakatifu. Unaimbaje ule? Leo naongea kuhusu ufalme wa mbinguni. Sio ufalme wa Mungu. Twende taratibu. Mmenielewa vizuri maana ufalme wa Mungu ni kule anakokaa Mungu, ambako ukilala ukifa tunajua unaenda kule paradiso. Sasa kule bado hujafika kwa Mungu. Kuna mahali ambapo Mungu ameandalia watakatifu wanapumzika kusubiri siku ya mwisho ili twende pamoja kule kwa Mungu. Hiyo ndio maandiko yanavyosema. Ndio maana nimekwambia mtu ambaye umeokoka na ukaamua kutembea na neno hili, ukalishika kwa makini na kuzingatia, uogopi kifo. Yaani ukiishi unadunda, unafanikiwa. Ukifa no problem. Kifo hakikutishi, kwa sababu najua unaenda kupumzika kwa Bwana. Leo hii utakuwa na mimi paradiso. Hiyo ndio gharama na faida ya kumtii Mungu. Hatuna hofu. Ijapokuwa tunapumua tutafanikiwa. Tukilala tunaenda mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Tuna faida kubwa. Ni faida kubwa kumtii Bwana kuliko kutembea na namna ya dunia hii. Ninaongea kuhusu habari za ufalme wa mbinguni. Sasa nitaka tuanze hapo ili kwamba kila mmoja wenu aweze kuona ni kitu gani nataka kwenda nacho, kwa sababu siongei habari za nyingine zaidi ya ufalme wa mbinguni. Twende taratibu sasa. Naingia kwenye somo baada ya kutofautisha ufalme wa Mungu na ufalme wa mbinguni. Sikiza kwa makini. Mungu, tumesoma kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza mstari wa kwanza, wa pili na watatu. Ngoja nikwambie kwanza, sikiza taratibu. Mungu aliumba mbingu, anakokaa yeye. Ndiko anakokaa yeye. Mungu ndio alikotoka. Akaja kuumba dunia. Baada ya kuumba dunia, akasema Mungu akaumba dunia, akaumba mbingu ya kwanza hii na nchi. Kumbe kule nyuma alikuwa amefanya uumbaji mwingine. Hatujaambiwa bado. Lakini itakiwa tuambie mambo ya hapa sasa, kwa sababu tukijua mengine yatatufungua, yanatusumbua kichwa. Kwa Mungu akaumba dunia, akaumba na mbingu. Hii hapo unaiona ya kwanza na ya pili. Yeye yuko kwenye mbingu ya tatu. Naeleweka? Kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 26 mpaka 28 kinaeleza baada ya Mungu kuumba dunia, akaumba na mbingu, akaamua kukuumba wewe. Sikiliza na kusema. Anasema Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 26. Anasema 26, tafadhali. Umeenda wapi mama? Katika jina la Yesu Mungu upate uponyaji. Twende pamoja. Roho Mtakatifu akuongoze hapo ili tusipoteze katika jina la Yesu. Kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 26. Anasema Mungu akasema na tufanye mtu kwa mfano wetu. Na tufanye mtu kwa mfano wetu. Akasema na tufanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu. Wewe umeumbwa kwa mfano wa Mungu
na kwa sura ya Mungu. Sikiliza. Kwa ajili ya nini? Baada ya kuwa ameumba akasema wakatawale. Waende wakatawale samaki, wakatawale ndege. Ufalme wa mbinguni mko basi sasa hivi. Mnakumbe mpo na nyie. Nilizani niko peke yangu. Bwana Yesu asifiwe. Tumemaliza kuhusu ufalme wa Mungu. Ninaongea kuhusu ufalme wa mbinguni. Sikiza kwa makini. Mwanadamu alipopewa kutawala, Adamu na Eva wakafanya dhambi. Biblia inasema wakafukuzwa kule bustanini, kitabu cha Mwanzo sura ya 3. Ashukuriwe Mungu. Anasema kwa maana jinsi Mungu aliupenda akamtoa nani? Ili kila amwaminie afanye nini? Asipotee, bali awe na uzima wa milele. Kwa baada ya pale Mungu akaleta mpango mpya kuleta ufalme wa mbinguni duniani. Kwa ufalme ambao Yesu alikuja kuleta, kazi alikuja kuleta Yesu ni kuleta ufalme ule wa Mungu kuleta hapa duniani, na unaitwa ufalme wa mbinguni. Sisi Yesu ukimwamini, ukimpokea, unaingia katika ufalme wa mbinguni. Sijasema mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Nimesema ufalme wa mbinguni, sio mbinguni. Mbinguni bado unaenda. Ukifa ndio utakupeleka mbinguni ukilala. Unaingia kwa unavoishi hapa baada ya kuwa umeokoka, wewe unaishi katika ufalme wa. Ndio maana siasa zikutishi. Sijui nani atafanya nini haikutishi. Sasa tuende taratibu. Nisikize kwa makini ili somo hili kiingie vizuri kichwani kwako. Ufalme wote, tofauti kati ya mfalme na serikali au serikali ya kawaida ya watu. Mfalme anaishi milele. Ukisikia kuna ufalme wa Uingereza wanarithishana, ufalme uchaguliwi. Ukishakuwa mfalme unakaa milele. Denmark inako nani, Norway inako na ufalme. Uletea ufalme wa Mungu urejeshwe katika maisha yetu hapa duniani. Sasa nisikilize. Ufalme wote au serikali inakuwa na sifa zifuatazo. La kwanza, lazima kuwe na mfalme. Yesu Kristo ni mfalme wa wafalme, Bwana wa mabwana. Ufalme wote lazima kuwe na mfalme. Mungu Baba ndiye mfalme wetu sisi. La pili, nisikize kwa makini. Ufalme wowote lazima uwe na eneo. Hawezi kuwa na ufalme usiokuwa na eneo la kutawala. Sasa Biblia inasema kwamba Mungu ni mtawala wa dunia yote. Zaburi 103 mstari wa 19. Rudi nyuma kidogo. Anasema Bwana ameweka kichwa chake na ufalme wake unavitawala vitu vyote. Maana mbingu ya kwanza, mbingu ya pili na mbingu ya tatu. Kwa unapompokea Yesu, usiishi maisha hapa chini. Unaanza kuona maisha ya kifalme ya kule juu, ya kimungu Mungu. Mwangalie Mungu kama ndio mtawala. Ndio maana hizi sijui Tanzania, sijui Kenya, sijui Uganda, sijui na nini, hiyo mipaka umeweka wewe. Ukishaingia katika ufalme wa Mungu, wewe ni mtu ambaye unaishi duniani kama mbinguni. Kinachokuongoza ni amri na maelekezo ya Mungu, sio kingine. Sijasema usitie amri za serikali, kwa sababu serikali zote zimewekwa na Mungu. Shetani hawezi kuweka serikali. Ukishaona mtu amekuwa kiongozi, ni Mungu amemweka. Kama Mungu asingetaka angemtoa. Kwa sababu hiyo, amri na kuongoza ni amri ya Mungu. Naomba tuelewane. Kwa nimekwambia cha kwanza lazima kuwe na nini? Ufalme wote unatakiwa kuwa na nini? Mfalme. Cha pili lazima kuwe na nini? Eneo. Cha tatu, ambacho ni cha msingi sana katika kuwa na ufalme. Ufalme wote lazima uwe na sheria. Lazima uwe na taratibu. Lazima uelezee kuhusu haki zako ni nini na majukumu yako ni nini, haki na wajibu. Ufalme wote ule, hata serikali yoyote, lazima iseme matamko, wewe haki yako ni nini na wajibu wako ni nini, lazima ikwambie. Sasa sikiza kwa makini. Kitabu hiki unachokiona hiki hapa ndio katiba ya mbinguni. Ndio maana nikasema ukiwa unasali mahali hapa alafu una Biblia, niko tayari nikupe kazi hiyo ya Mwenyezi Mungu. Sheria ya Bwana ni kamilifu, uiburudisha nafsi. Kumbe kusoma Biblia kutaka kuburudika nafsi yako, soma sheria ya Mungu, soma Biblia.
Anasema anasema nini? Anasema ushuhuda wa Bwana ni amini, umtia mjinga hekima. Kumbe ukiwa lijinga, wengi ni wajinga. Ukisoma Biblia unakuwa na akili. Si wengine ni wajinga hapa, mkijua kama tulikuwa tusome Biblia hii. Mngeniona nilikuwa mpuuzi. Hiki kitu kimenifanya niwe hivi kwa neema ya Mungu. Haleluya. Kwa ukiwa na uwezi kutoa ujinga bila kuwa unasoma Biblia, utakuwa lijinga tu kila siku, licho la ovyo ovyo tu. Na umepewa maisha kama thamani kubwa, jitahidi. Anasema umtoa ujinga, tuendelee. Anasema maagizo ya Bwana ni adili, ufurahisha moyo. Kwa hiyo unataka kuwa na furaha. Ndio maana watu ambao wasome Biblia kila saa imekasirika na kuwa bizee kabla ya wakati wao, kwa sababu hakuna kitu. Anasema na amri ya Bwana ni safi, uyatia macho nuru. Angalia vitu vinavyosema. Ndio maana nimekwambia tunaweza kuwa Kristo hapa, nitakupigia sana. Ndio maana manabii uongo wanatokea wengi, wanakudanganya. Njoo na kuombea, nakupa baraka. Utapokea baraka kutoka wapi wewe? Huu ni mkubwa unaendelea. Naomba nikwambie hakuna shortcut kwenye mambo ya Mungu. Hii ndio katiba. Shortcut utaenda utakwama. Ndio maana wengine wanataka nabii uongo wanaambia sawa nitakuombea baraka. Sasa nenda katafuta hela kutosha. Kumuona tu shilingi 500, hata mijinga naenda kutafuta 500, naenda kukopa na kutoa. Nenda kaanza kuniloga mimi. Hayupo bado, hajatokea bado. Ukishamjua huyu Mungu na ulinzi wa malaika, wewe ni mtu mkubwa sana, hauwezekani ukalogeka. Haiwezekani, hakuna kinachokuloga wewe. Huyo mchawi hajazaliwa bado. Na kabla hajaanza uchawi amesha kufa. Hakuna mtu anaweza kuniloga dunia hii. Mmoja akaongea hivyo, siko kumfuata jamaa kwa sababu alikuwa anaongea ujinga. Bwana Yesu asifiwe. Lazima ukae vizuri na wewe. Haleluya. Kuna mtu mmoja alikuja kutoa shuhuda hapa juzi. Yuko wapi? Yupo leo? Alikuwa anaumwa kichwa sana. Yuko akaanza kunitafuta. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nilikuwa nimegusa madhabahu za kishirikina. Kinadumu na hukumu za Bwana ni za kweli, zina haki kabisa. Endelea. Anasema sikiza kwa makini. Na ni za kutamanika kuliko dhahabu. Kumbe hili neno ukiwa nalo ni zaidi ya dhahabu. Anasema nazo ni tamu kuliko asali, kuliko sega la asali. Ili lina utamu. Kila siku lazima nisome angalau sura 2 za Biblia hii. Kila siku wewe angalau soma basi mistari 2 kama uwezi. Usikubali siku inapita hujasoma katiba yako ya mbinguni. Naomba nikwambie Ukristo sio mwepesi, lakini pia kama ukiamua kwenda vizuri unaishi kwa amani, ndio ushindi wako. Vingine kupiga fix hapa. Ndio maana nikwambia katika huduma hii sitawadanganya watu. Nitakwambia ukweli wa Mungu. Jamani, bila kusoma Biblia unapotea. Ni lazima uwe na muda wa kusoma neno. Itakusaidia. Nimekwambia ufalme wote una vitu vya msingi. Cha kwanza nimekwambia nini? Lazima kuwe na nini? Mfalme. Bwana Yesu asifiwe. Cha pili nimekwambia lazima kuwe na nini? Sheria. Ndio katiba. Mungu alianzisha kama mfalme, akatupa kitabu hiki hapa kwa ajili ya kusoma. Katika sheria hizo kuna amri. Amri za Mungu ziko ngapi? Ziko ngapi? Sasa kuna wajinga wanaohubiri, unajua ukiwa Mkristo utaki kuzitii amri za Mungu. Yesu amemaliza vyote. Upuzi wa hali ya juu. Naomba nikwambie, Yesu akutangua amri zile 10. Amri ya kwanza inasemaje? Usiwe na miungu mingine ila mimi. Maana yake nini? Ngoja nikwambie. Unaweza kuchukua hata kuna watu wanavaa kitu kinaitwa rozari. Anasema hii Bwana analala nayo ndio ananilinda usiku. Huyo Mungu mwingine. Wala sikufichi. Sijasema kuvaa rozari mbaya. Lakini unapoitafsiri kwamba nikisafiri lazima nivae rozari ndio inanilinda. Ukitafsiri kwamba nikilala usingizi lazima nivae rozari ndio inanilinda. Ukitafsiri kwamba lazima nitembee na rozari, kusha habari yako. Chochote unachokifanya kama Mungu wako, ukasema Biblia hii lazima niweke chini ya kitanda, wachawi hawatakuja, kusha habari yako. Umeifanya kile kitu kuwa Mungu wako. Mungu anataka usiende kwa sababu hivi hakuna kitu hapo, hakuna kitu kwenye rozari. Hakuna kitu kwenye hii Biblia chochote umeweka pale chini nasema ni mfano wangu. No, sio kweli. Ufalme wa mbinguni uko ndani yako wewe. Cha pili, amri ya pili inasemaje? Usifanye sanamu ya kuchonga. Swala sio kufanya sanamu, swala ni kuiabudu. Ndio maana kuna watu wameweka masanamu kwenye makanisa yao. Tatizo linakuja ni kwamba waumini wengi wanaziabudu zile sanamu. Ndio maana jamaa mmoja akasema, nyie, mimi ndio amechukua picha yake amefanya ndio Yesu. Juzi ametokea Kenya, amevaa magwanda yake.
Akasema mimi ndio Yesu. Yesu asifiwe. Nimerudi tena duniani mara ya pili. Kwa sababu ni kama watu walichaabudu kama ndio Yesu, watu wakamshangilia, anaenda kunywa baa na kuja anacheza muziki. Bwana Yesu asifiwe. Akasema jamani, ile sura sio mimi ni mtu tu mwanadamu, msinifanye mimi ndio Yesu. Kwa sababu wameweka sanamu ya kuchunga, wakamweka kama Yesu. La tatu, amri ya tatu nasemaje? Usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako. Ngoja nikwambie, jina unalolitaja ovyo ovyo kila saa sio masaa. Chochote ambacho unakipa heshima pia kinakuwa na heshima. Taja jina la Mungu kwa maanisha, litoke ndani. Usikurupuke tu na kutaja jina la Bwana Mungu wako bure. Lakini pia kutaja jina la Bwana Mungu wako bure maana yake nini? Kusema kwamba wewe unaishi kumfuata Mungu huku unafanya dhambi. Unamtukanisha Mungu. Jambo, amri ya 4 inasemaje? Nyie mjashika amri. Yesu siyo. Ikumbuke siku ya Sabato uitakase. Sasa hapo tunakutana wa Sabato. Nyie mnasali Jumapili. Huyo ni Mungu huyo. Yesu asifiwe. Amesema ikumbuke, maana kubwa katika Biblia, maana yake kwamba upate muda wa kupumzika. Nitakuongea nawe siku nyingine kuhusu swala hilo kwa upana wake. Na ukitaka kupata muda kasome kitabu cha Warumi sura ya 14. Kinaelezea vizuri sana ninachokwambia hapa. Usibabaike na hilo. Siku kichague, kama umefanya Jumamosi ni siku ya Sabato yako, it's okay, no problem. Atuhukumu. Lakini wenyewe usituhukumu sisi kwamba tusali Jumamosi. Sio dhambi wanachokifanya. Lakini na sisi ambao tuendi huko wala sio dhambi. Kitabu cha Warumi sura ya 14. Amri ya 5 inasemaje? Waheshimu baba yako na mama yako. Ngoja nikwambie, amri hizi hazikuweka kwa ajili ya kukuzuia usienjoy maisha. Zinakusaidia uishi. Meka ukuta, ndio ukuta wa kuishi hapa katika ufalme wa Mungu. Ufalme wa Mungu umekaa na ukuta. Ukuta ndio umekuzungushia. Ukiruka nje ya ukuta utakutana na simba. Kwa nini nasema waheshimu baba yako na mama? Watu wote walioshindwa kuheshimu baba yao na mama yao, wakashindwa kuwatunza. Kuna mmoja alikuja hapa, watoto wangu wamenikimbia, watoto wangu wameniacha, mimi nimekuwa mzee naomba. Nikamuuliza, mama, wazazi wako walikufa lini? Baba yangu alikufa mgonjwa sana, nilishindwa kwenda hata kumuona. Mama yangu tuligomba naye toka mdogo, nikakimbia nyumbani kwangu. Leo amekuwa mzee, yanamkuta. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna maombi naweza kufanya hapo, mpaka toba ya kutosha. Heshimu, huyo ndio Mungu wako, baba na mama. Ndio maana amri hizi zimewekwa kitabu cha Kutoka sura 20 mstari wa kwanza mpaka 17. Kutoka sura 20 mstari wa kwanza mpaka 17. Amri ya 6 anasema usiue. Sio kwamba Mungu anataka, sio kama anataka usienjoy kuua. Anajua ukiua utauawa. Lakini ukiua utamaliza wanadamu, utashindwa kuishi vizuri. Amri ya 7 anasema usizini. Kwa nini? Kwa sababu ukizini, watu wote walifanya uzinzi waliuawa kifo cha aibu. Hata siku hizi kuna mitandao. Mke wa mtu sumu. Mume wa mtu sumu. Kwa sababu yule ambaye anakuwa ni mume wake au mke wake lazima atakushughulikia, tena kwa hasira mbaya. Lazima atakumbua. Na lazima atakukuta. Lakini pia mambo mengine ya uchafu, unapofanya mabaya kwa wengine, na wewe pia atakukuta hayo. Wala hakuna maswali. Ndio maana Mungu anajaribu kuzuia, acha usifanye hivyo. Amri ya 8 usiibe. Amri ya 9 usimshuhudie jirani yako muongo. Na amri ya mwisho usitamani chochote cha mwenzako. Lakini Bwana Yesu akasema amri ziko ngapi? 2. Ya kwanza, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako. Ndio maana umekuja hapa. Ya pili, mpende jirani yako kama. Kwa amri kubwa katika Ukristo nini? Upendo. Upendo. Yaani ndio Mungu anataka uwe na upendo tu. Mungu anataka uwe na upendo tu. Jenga siri ya upendo, unakuwa umeshika amri zote. Wala hujashika amri nyingine. Kwa sababu Mungu ni pendo. Na kwa sababu yeye ni pendo, anataka na sisi pia tujenge misingi ya upendo. Kwa Mungu akuweka amri kwa ajili ya kuzuia. Ndio maana unatakiwa utembee katika amri. Ukishaokoka sio maana yake unaachana na amri za Mungu. No. Ukishindwa kufuata amri za Mungu utapigika. Utakuwa umeruka nje ya ukuta, na ule ukuta utakuletea matatizo. Ukitembea katika sheria na amri za Bwana, ndio uponyaji wa nafsi yako. Ndipo utakapoenda katika furaha na ushindi katika maisha yako yote. Nisikize kwa makini. Nisikize kwa makini. Nimekwambia cha kwanza katika ufalme lazima kuwe na mfalme. Cha pili nimekwambia kuwe na nini? Eneo ambao ni mbingu ya kwanza, ya pili na ya tatu.
cha tatu, lazima kuwe na sheria, amri 10. Hizo za msingi sana kama Mkristo, hizo za msingi sana kama Mkristo, vinginevyo utakuwa unaenda sehemu ambayo sio wenyewe. Jambo la 4, lazima uwe na uraia. Lazima uwe na uraia. Muulize mwenzako, wewe ni raia wa mbinguni? Bwana Yesu asifiwe. Unapataje uraia wa mbinguni? Kitabu cha Yohana sura ya 3 mstari wa 3. Unawezaje kuwa uraia wa ufalme wa mbinguni? Sikiza kwa makini. Yohana 3 mstari wa 3. Sikiza kwa makini. Yohana 3 mstari wa 3. Anasema Bwana Yesu alikuwa amekaa na mtu anaitwa Nikodemus. Alafu akasema, Yesu akajibu akamwambia, amini amini nakuambia, mtu asipozaliwa mara ya pili, hawezi kamwe kuona ufalme wa Mungu. Kwa unawezaje kuona ufalme wa Mungu? Unawezaje kuona ufalme wa mbinguni? Ni kwa njia gani? Kuzaliwa mara ya pili, sio kuwa mlokole. Ndio maana katika Biblia kuna neno linaloitwa mlokole. Sijaliona mimi. Labda wewe ndio utakuwa wa kwanza. Ndio maana mtu akiniita mlokole anamwambia mimi sikuelewi. Mimi sio mlokole. Mimi nimezaliwa mara ya pili. Kwa sababu nanipa jina ambalo sio lenyewe, mimi sijui hata maana yake. Mimi nimezaliwa mara pili. Nimempokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Tunachohubiri ni watu wazaliwe mara ya pili. Unazaliwaje mara ya pili? Tuangalie Yohana 1 mstari wa 12. Yohana hiyo 1 mstari wa 12. Unawezaje kuzaliwa mara ya pili? Imeweka vizuri. Sikiza kwa makini. Yohana sura ya 1 mstari wa 12. Unawezaje kuzaliwa mara ya pili? Yohana, Injili ya Yohana mtakatifu sura ya 1 mstari wa 12. Anasema, bali wote waliompokea aliwapa uwezo. Kuwa na uwezo unapewa unapompokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wako. Anasema unapewa uwezo kufanyika watoto wa Mungu, ndio hao waliaminio jina lako. Kwa unapompokea Yesu Kristo na kumkiri moyoni mwako kama ni Bwana, unaingia katika ufalme wa mbinguni. Unapewa passport. Wewe sio tena wa dunia hii. Uraia wako ni wapi? Mbinguni. Nisikize kwa makini. Sasa tunapokuwa hapa duniani, tunapotembea katika amri za Mungu, naomba nikwambie, Biblia inasema kwamba Mungu atakufanikisha katika mambo yote. Na unatakiwa ujue kwamba amri za Mungu zimeelezewa katika zote hizo 10, zimeelezewa kwa upana katika Biblia. Ambapo amri kubwa nini? Upendo. Nisikize kwa makini. Sasa hii dunia tunaoishi, unaiona, ambao ni mbingu ya ngapi? Ya kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Ambao ni mbingu ya kwanza. Muda sio mrefu, kulingana na kitabu cha Marko sura ya 17, hii dunia tunaoishi, muda sio mrefu, Marko sura ya 13, samani, Marko sura ya 13, itaenda kupotea. Labda kwanza tuangalie Petro wa pili sura ya 3 mstari wa 10. Sikiza kwa makini. Petro wa pili sura ya 3 mstari wa 10. Anasema siku ya Bwana inakuja kama mwizi. Siku hiyo, anasema siku ya Bwana, kuna siku inaitwa siku ya Bwana. Tunaishi hapa duniani, lakini kuna siku ya mwisho wa dunia hii. Sikiza kwa makini. Ambapo inabidi tuondoke twende mbinguni wote. Maisha haya yataisha. Anasema siku ya Bwana inakuja kama mwivi. Katika siku hiyo mbingu zitatoweka kwa mshindo mkuu. Kwa kuna siku mbingu zote hii mbingu unaiona hizi. Anasema na viumbe vya asili vitaunguzwa. Bwana Yesu asifiwe. Na viumbe vya asili vitaunguzwa na kufunuliwa, na nchi na kazi zake zote zitateketea. Hii dunia sio ya kudumu.
kuna siku ufalme wa mbinguni utarudi, ufalme wa mbinguni utarudi kwa Mungu. Ndio tunaisubiria. Inakuja kama mwizi ajuli